Alama tatu kibindoni, lakini bado performance hairidhishi sana. Yes, Yanga wamefanikiwa kushinda mchezo na kuchukua alama tatu mbele ya Pamba Jiji, lakini bado kuna ukakasi kwenye performance ya timu kiujumla. Vile vile hata viwango vya baadhi ya wachezaji havikuwa katika ubora ambao tunaufahamu. Pamba walikuwa na muundo mzuri sana kiulinzi ambao ulikuwa na 4-4-2, 4-3-1-2 Diamond, huku wakifanya man oriented press na walikuwa wanaanza kuzuia kuanzia mstari wa juu umbali wa mita 25 kutoka kwenye lango la Young Africans. Muundo wa Yanga kwenye ujenzi wa mashambulizi ulikuwa ni 4-3-3, lakini walishindwa kuufanyia kazi vizuri muundo huu. Kivipi? Yanga walishindwa kudhibiti kabisa mchezo kuanzia kwenye fesi ya kwanza ambayo ni ujenzi wa mashambulizi, na hii ilitokana na kushindwa kupenya katikati ya pressure kutoka kwa Pamba. Hakukuwa na mabadilishano ya nafasi wala hakukuwa na movement za kutosha nyuma ya mstari wa kwanza na wa pili wa Pamba kipindi wakiwa wanazuia kuanzia juu. Lakini pia Yanga walikosa udhibiti wa daraja la kiufundi. Hapa namaanisha palikosekana ubora wa pasi ambazo zingeweza kuathiri timu kwa maana chanya. Kama unacheza na timu inazuia kuanzia juu na wanafanya man oriented pressing, hakikisha unafanya mambo yafuatayo. Tanua zaidi mapana ya uwanja ili kuwafanya wapinzani kukaba eneo kubwa zaidi. Wachezaji wanatakiwa kubadilishana nafasi pasipo kuathiri muundo wa timu na kuacha mianya kwenye baadhi ya maeneo. Pass na move ni dhana muhimu pia, kwa sababu hapa wachezaji watakuwa kwenye presha kubwa, hawatakuwa na nafasi ya kutosha wala muda, hivyo wanatakiwa kufanya maamuzi kwa haraka mno. Pamba kuna muda walikuwa wanaweza kukaa na mpira hata kwa dakika 2 kwa sababu kasi ya Yanga bila ya mpira ilikuwa chini, wala presha yao haikuwa na nguvu sana. Pamba wamemaliza mechi bila on target licha ya kucheza na Yanga ambayo haikuwa imara sana kiulinzi. Wanatakiwa kujiuliza hapa, Ekua, Koma, Bala Conte na Dombi wanatakiwa kuongezeka zaidi. Hawakuwa na mechi nzuri kabisa. Azizi aliingia na mentality ile ile kwamba udhibiti wa mchezo ni silaha ya kushinda mchezo, akaenda kupoteza mchezo. Mwenda yeye anafanya shughuli zake tu. Nation anapambana sana akiwa uwanjani. Na hii ni Naomi Sport TV. Endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nami ni Sports Lady, hadi wakati mwingine, bye bye.